kwa kipande ambacho au kumzalia Mungu matunda. Unaweza ukaandika agizo kuu au kumzalia Mungu matunda. Sisi watoto wa Mungu tuna agizo kuu ambalo Mungu wetu ametuitia, na agizo hilo ni kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wa Kristo Yesu au kuwa wanafunzi wa Mungu. Hakuna kazi nyingine ambayo Mungu ametuitia sisi kama watoto wa Mungu. Tutaangalia wenzetu wale wanafunzi wa Bwana Yesu, walikuwa 12 tu, lakini leo hii dunia nzima imefikiwa na habari njema za ufalme wa Mungu kwa ajili ya wale wanafunzi 12 tu wa Bwana Yesu. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya agizo kuu, tunazungumza jinsi ya kuwaleta watu kwa Yesu au kuwahubiria mataifa habari za ufalme wa Mungu, ili na wao basi waweze kubadilika kama mimi na wewe tulivyobadilika. Sisi tulihubiriwa, tulikuja kushuhudiwa habari za matendo ya makuu ya Mungu. Tulipozipokea hizo zikatubadilisha, zikatufanya na sisi kuwa wanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya agizo kuu, tunazungumza habari ya kumletea Mungu matunda au ya kumzalia Mungu matunda. Kitabu chetu cha ambacho neno letu la msingi tutakaloanza nalo ni Mathayo sura ya 28 mstari wa 19. Maneno ambayo inawezekana hata leo ulipoamka asubuhi nyumbani kwako umeyasoma, lakini Mungu wetu ndio anatufundisha asubuhi ya leo. Mstari ule wa Injili ya Mathayo sura ya 28 mstari wa 19, Mathayo sura ya 28 mstari wa 19, nitasoma katika jina la Bwana. Neno la Mungu linasema hivi: basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Ndio maana nikasema ujumbe wa kichwa cha ujumbe wetu wa asubuhi ya leo ni agizo kuu tuliloitiwa sisi kama watoto wa Mungu. Agizo letu kuu ni kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Tukisha wafanya, kinachofuatia ni kuwafundisha kuyashika yote. Kama vile tunavyoona mzazi anapomzaa mtoto, haishii kwenye kuzaa tu. Kuna hatua ambayo mzazi anaichukua ili ahakikishe mpaka yule mtoto amefanyaje, amekuwa,
mpaka fikia hatua ya kujitegemea mwenyewe. Kuna hatua, kuna gharama ambayo mzazi anatakiwa aitumie kwa yule mtoto. Sisi wote ni mashahidi, tunaona mtoto anapozaliwa gharama yake ni kubwa sana. Ndio maana mpaka Waswahili wanasema kuzaa sio kazi, kazi ipo kwenye kulea. Na kweli ndio maana hata leo hii wazazi wengine wanamzaa mtoto. Juzi tu kwenye taarifa habari tumeona rais wetu amepelekewa mtoto pale, mtu amejifungua akaona hana uwezo wa kumlea yule mtoto, akamtupa. Samaria wema akamwokota yule mtoto akampelekea Mama Samia. Mama akasema yule mtoto, mama akapokea yule mtoto akasema atamhudumia kadri awezavyo. Wengine wanatafuta watoto, wengine wanawatupa. Kwa hiyo tunaona kabisa kama kuzaa ni kazi, yule asingezaa, lakini yule amezaa akaona hana gharama, hana uwezo wa kumgharamia au kumlea yule mtoto. Kwa hiyo hata sisi watoto wa Mungu sasa tuna kazi ya kuwaleta watu wa Kristo, na tukishawaleta, kazi kubwa tuliyokuwa nayo ni kuwalea ili na wao wawe kama sisi, ili na wao basi wajitegemee kama mimi na wewe tunavyojitegemea. Tumeelewa? Na ndio maana mtu anapookoka tu pale kuna mafundisho ya kukulia wokovu. Saa nyingine kumbe sisi kama watumishi wa Mungu tunapoona mtu hajasimama vizuri katika utumishi wake, tusikimbilie kumlaumu. Inawezekana katika malezi yake, pamoja na kusema kwa namuona ni mtu mzima, lakini kumbe katika ulimwengu wa roho bado anafananishwa na mtoto mchanga. Anahitaji kulishwa maziwa, anahitaji chakula chepesi itakachomwezesha basi kutoka kwenye utoto kuingia kwenye ujana hadi kwenye utu uzima. Kwa hiyo tunapojifunza habari za kumletea Mungu matunda au za kumzalia Mungu matunda, lazima tuangalie katika jicho la tatu. Kwa je, haya matunda yanayozaliwa tunaweza kuyatunza vizuri ili aweze kufikia kwenye kukomaa? Mungu ni mwaminifu sana, kwa sababu mimi nilipokuwa na Mungu amenitia picha ya matunda, alafu ya matunda yapo design tofauti. Sasa kuna watu ambao nilikuwa nao pale, naambia chukua hili, chukua hili, chukua hili, chukua hili. Nasema mbona hili? Nikamwambia wewe chukua yale ninayokuelekeza mimi, chukua. Yeye ndio tukashia hivyo, jua kabisa kuwa huu ndio ujumbe. Kwa hiyo tunazungumzia habari ya kumzalia Mungu matunda au ya kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wa Bwana Yesu, ili tuweze kulitimiza ile agizo kuu. Tukisoma kwenye Injili ile ya Luka mtakatifu sura ya 10, tuangalie
Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 10 mstari nitasoma kuanzia wa kwanza na kuendelea, ndio nitasoma katika jina la Bwana. Basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70, akawatuma wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Tunaona huyu ni Bwana Yesu mwenyewe amewateua watu 70 akawatuma sehemu mbalimbali aliyokuwa amekusudia kwenda yeye kama yeye kufikisha habari za nani? Za ufalme wa mbinguni. Akawatuma wawili ili watimize ile agizo ambalo amewatuma, wakawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wao. Kwa hiyo mimi na wewe tuna kazi ya kufanya ili tuweze kumzalia Mungu matunda. Siku moja nikasema kuwa kumzalia Mungu matunda inawezekana wengine si wainjilisti, lakini kuna huduma ambayo Mungu ameiweka ndani mwako. Hiyo huduma ambayo Mungu ameweka ndani mwako, ukiitendea kazi vizuri kama vile Mungu alivyo kuongoza, hapo unamzalia Mungu nini? Matunda. Wakati napewa ujumbe nikakuta wengine wako barabarani wameweka spika zao kama vile au wanaitoja wao wainjilisti hao, wanamzalia Mungu nini? Wanamzalia Mungu matunda. Wengine wako hivi. Kwa sababu gani? Kila mtu amepewa karama, amepewa huduma. Hiyo huduma ambayo Mungu ameweka ndani mwako, anataka aone faida kwako, anataka aone unamzalia matunda kupitia hiyo huduma. Haijalishi ina ukubwa gani, haijalishi ina udogo gani, lakini wewe ukitendea kazi sawa sawa na vile ambavyo Mungu amekuagiza, hapo unamzalia Mungu matunda. Kuna wengine amepewa kazi tu ya kufagia kanisa. Hiyo ndio huduma yako. Hebu simama kwa uaminifu. Kuna mwingine amepewa huduma ya kuhubiri. Hiyo simama katika nafasi yako vizuri. Kuna mwingine amepewa huduma ya uimbaji. Hebu simama katika nafasi yako kwa uaminifu. Utamuona Mungu na Mungu atajidhihirisha kwako. Lakini kama hutatambua kile ambacho Mungu amekiweka ndani mwako, utafananishwa na yule aliyepewa dinari moja akaenda kuifukia chini ya ardhi, wakati wenzake wamepewa 2, wenzake wamepewa 5, na akamletea Mungu faida. Kwa hiyo tuwe makini sana katika kumzalia Mungu matunda, na hapo ndio penye baraka zetu. Yaani hii huduma ambayo Mungu ameiweka ndani mwako, ukiitendea kazi sawa sawa, hapo ndipo Mungu atakapojidhihirisha kwako. Haijalishi na ukubwa gani, haijalishi na udogo wa kiasi gani. Hebu simama kwa uaminifu. Fanya sawa sawa na vile Mungu anavyokuongoza. Muone Mungu katika hiyo huduma. Sasa tunaona hawa watu 70 ambao Bwana Yesu amewachagua, akawatuma waende wawili kwa ajili ya kutimiza lile agizo la Mungu ambalo amewatuma.
Mstari wa pili anasema hivi, akawaambia, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Ndio maana nikatangulia, Bwana Yesu aliteua wanafunzi 12 tu, lakini wale wanafunzi 12 leo hii dunia nzima imefikiwa na habari njema. Kwa sababu gani? Wao walipoteuliwa wakaenda kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wa Yesu, na wale waliofanya kuwa wanafunzi wa Yesu na wale wanafunzi na wao hivyo hivyo wakaenda kuwafanya wengine, ndio mpaka tukapatikana mimi na wewe. Kwa hiyo na leo hii Mungu anatutazama sisi sasa, mimi na wewe tumzalie matunda. Anatutazamia mimi na wewe tumzalie Mungu matunda. Kwa hiyo tusisahau pale unapojisikia kufanya kazi ya Mungu, ifanye kwa uaminifu. Na Mungu wetu ni mwaminifu. Ndio maana Wafilipi 4:13 anasema, ninayaweza mambo yote katika yeye anitie nguvu. Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kufanya jambo linalomhusu Mungu kwa nguvu zake yeye mwenyewe bila kuwezeshwa na nani? Bila kuwezeshwa na Mungu. Mungu anachokihitaji kwetu sisi ni nafasi tu. Yaani ukipata nafasi, haijalishi wewe unaumiliana, haijalishi wewe umeokoka nini, mpe Mungu nafasi. Utashangaa, utafanya mambo makubwa mpaka kila mtu atashangaa. Kwa sababu gani? Sio wewe unayofanya, bali ni yule Mungu aliyeko ndani mwako ndiye anayefanya hayo ambayo anakuamuru kuyafanya. Mstari wa 3 ndipo kwenye Injili kwa wale waliochelewa, tunajifunza habari za hizo kuu. Tumeanza kusoma Injili, sasa hivi tuko kwenye mstari wa 3. Mstari wa 3 anasema hivi, enendeni, angalieni na watuma kama wana kondoo kati ya mbwa mwitu. Anasema enendeni, angalieni na watuma kama wana kondoo kati ya mbwa mwitu. Enendeni, angalieni na watuma kati ya mbwa mwitu. Katika hiyo huduma ambayo Mungu amekupa, sio kama hutakutana na vikwazo, sio kama hutakutana na mambo ambayo yatakuyumbisha ili lile kusudi la Mungu lisitimie. Lazima ukutane nayo, lazima ukutane na mitihani hiyo huduma. Lakini kwa sababu unaye ambaye anayekushindia wewe, kinachotakiwa ni kumwangalia huyo aliyekuita. Basi huyo ndio wa kumwangalia peke yake, na utakapomwangalia huyo ndiye atakayekuwezesha kulitimiza ile kusudi lake alilokuitia. Kwa sababu hao mbwa mwitu wanaotajwa hapo hawatakuja kama wale mbwa mwitu tunaowaona kule porini. Ni wanadamu wenzako ndio watakao kuja. Wengine watakuja kukukatisha tamaa ili tu usifikie kwenye lile lengo ambalo Mungu anataka ulifikie. Lakini wewe kinachotakiwa ni kuwa makini,
ni kutuliza ufahamu wako, ni kumsikiliza yule aliyoko ndani mwako anasema nini, au anasemaje juu ya hilo ambayo umekutana nalo. Mishale lazima utatupiwa tu, wewe si mwanadamu, lazima utatupiwa mishale. Tena wengine wapendwa wenzako uliokuwa nao, kwa sababu shetani yuko kazini. Ndio maana Biblia ikasema adui yako ni mtu wa nyumbani kwako. Siku moja Mama Sakuti alikuwa na rafiki yake. Yule rafiki yake alikuwa anamlisha na mnywesha na alikuwa analala pale ndani. Lakini siku moja akanijia katika ulimwengu wa roho, anataka niangushe. Akamwambia, wewe unijui. Kwanza nikamng'ata kidole mpaka nikakikata kabisa. Akamwambia, kumbe wewe unijui. Chezea hao wanataka wenzako, sio mimi. Tu katika ulimwengu wa roho hapo. Asubuhi mimi nimeamka, nimetoka, nimeenda kwenye shughuli zangu, nimemwacha huko nyuma na mama. Anaanza kumwambia kwa sauti yake, "Mimi kaka bwana, baba sikia asi. Mimi sifikirie." Kurudi kwa sauti yake. Wewe mwanzo usiwezi unamwambia. Ungaje chini. Yaani kabisa huyo adui. Haya leo kuambia nimemkomesha katika ulimwengu wa roho usiku. Ndio maana anaanza kujitafuta. Lakini wewe unamwamini. Tena anaulizwa kabisa, wewe leo unataka ule nini? Anauliza kabisa, wewe kila ambacho anataka kula, akitaka pilau, lazima Mwasabuti apike pilau pale ndani. Alafu bado anataka aje aniangushe mimi kwenye dhambi. Unajua wewe angalia mtu mwangushe sio mimi. Lazima tuwe na hasira ya kimungu ndani ya mioyo yetu, ili tusitoke kwenye laini ya nani. Ukiwa na hasira ya kimungu sio na. Kwa sababu gani? Unataka utembee katika kweli ya Mungu. Tangu siku hiyo jaribu tena kufikiri. Kwa hiyo nilikuwa nasema kuwa katika ile huduma ambayo Mungu ameweka ndani mwako, sio kama utakutana na upinzani. Upinzani lazima utakutana nao, lakini huo upinzani ndio utakao kuimarisha wewe kutembea katika kweli ya Mungu. Usimama katika kweli ya Mungu. Bwana Yesu akawaita, akawachagua wale 70, akawatuma wawili waende wakawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wake. Tunajifunza habari ya agizo kuu. Sisi hakuna kazi nyingine tuliyoitiwa zaidi ya kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wa Yesu. Wapo watu ambao wanateseka. Wapo watu ambao shetani anawasumbua sana. Na wengine tunaishi nao mtaani. Wengine tunafanya nao biashara. Watu lazima tuwe makini na watu wa namna hii. Tufungue kitabu kile cha Injili ya Yohana Mtakatifu ile sura ya 15. Ndio maana nikatangulia kusema kuwa ujumbe, kuna Jumapili moja nishawahi kufundisha. Mungu ametaka
urudie tena siku hii ya leo. Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 15 ukisoma kuanzia mstari wa kwanza nasema hivi: mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Bwana Yesu anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Hapo tumeona kuna watu wawili. Kwanza kuna mzabibu ambaye ni Bwana Yesu. Alafu kuna mkulima ambaye ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo mkulima anapolima anatarajia apate faida kwenye hilo shamba analolima. Na sisi ndio shamba la Mungu. Sisi ndio shamba la Mungu. Mungu anataka apate faida kwetu sisi kama watoto wa Mungu. Tunapomzalia Mungu matunda, Mungu pale anapata faida, kwa sababu tumemletea nini? Faida. Ndio maana maandiko matakatifu au Biblia inasema kuwa kule mbinguni kunakuwa na furaha kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja anapofanyaje? Anapotubu. Kwa nini? Kwa nini kule mbinguni wawe na furaha? Kwa sababu kama vile unavyoona tu mtoto anapozaliwa duniani, wamama wanaoshangilia, sisi binadamu tunavyofurahi. Kwa sababu gani? Tumempata mtu mpya, tumempata faida nyingine kwenye familia zetu. Ndio maana tunakuwa na furaha, tunamfurahia yule mtoto aliyezaliwa. Kwa hiyo ndivyo ilivyo hata mbinguni. Yaani chochote sisi wanadamu tunachokifanya hapa duniani tunaiga kutoka wapi? Kutoka mbinguni. Chochote tunacho. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Mstari wa pili anasema kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha. Tunaona kitu cha pili kwenye huo mzabibu ni matawi. Matawi. Bwana Yesu anasema kila tawi lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha. Yaani mfano ndio huo mwenge tu hapo nje. Au mti wowote unaoupanda usipozaa, huwezi kuacha ule mti ukaendelea kukaa kwenye hilo shamba. Kwa sababu gani? Kwanza unakuharibia shamba lako. Sisi wengi hapa tumekulia vijijini. Kule vijijini unapokuwa shambani, pale chini ya mti pale, mti kama ule, ukipanda mbegu pale chini ya ule mti, uota sio kama haitaota, itaota. Lakini kazi kuzaa sasa, haiwezi kuzaa. Haiwezi kuzaa. Kwa sababu gani? Pale chini kwanza ule mti umefunika ile mbegu. Ile mbegu iliyopandwa haipati hewa mzuri. Kwa sababu gani? Ya ule mti. Ule mti una mizizi chini, na ile mbegu nayo ina nini? Ina mizizi. Ile mbegu inayooteshwa ina mizizi. Kwa hiyo ule mti unashangaa unaisonga ile mbegu, ndio maana inaletea shida ile mbegu. Sasa inashindwa kuzaa kwa sababu kwanza haipati ile mbegu, haipati hewa nzuri pale chini ya mti.
lakini iliyopandwa pembeni ya ule mti unashangaa inastawi, inazaa matunda mazuri tu mpaka wewe mwenye shamba mwenyewe ifurahia. Hivi ndivyo hata kwa Mungu wetu, anasema kila tawi lisilozaa uliondoa, lakini lile linalozaa anasema anaendelea kulisafisha ili lizidi kufanya kuzaa. Ndivyo ilivyo leo hii hata kwetu sisi kama watoto wa Mungu. Mungu ameweka karama mbalimbali ndani ya mioyo yetu, ameweka huduma mbalimbali ndani ya mioyo yetu. Zile huduma tunapozitendea kazi sawa sana vile Mungu anavyotaka, tunamzalia Mungu matunda kupitia hizo huduma, na tunapomzalia Mungu matunda kupitia hizo huduma, ndipo Mungu sasa anaendelea, anazidi kutuimarisha, anazidi kutustawisha, anazidi kutuneemesha, ili tu tuzidi kumtumikia, tuzidi kumfurahia, tuzidi kumwona kuwa yeye kumbe anatupenda. Na ndio maana hivi ni nani hapa ambaye yuko mahali hapa asiyependa kutumiwa na Mungu? Yupo asiyependa kutumiwa na Mungu? Hakuna. Kila mtu anapenda kutumiwa na Mungu, lakini shida inakuja, je, unakaa na huyo Mungu ili akutumie? Na uko tayari kutumiwa na yeye? Kwa sababu Mungu yeye ni Mungu wa wote wenye mwili, hana upendeleo. Kadri alivyokuwa anawatumia Petro na Yohana, ndivyo leo hii ukiwa tayari kutaka kutumia wewe, kwa sababu yeye habadiliki. Ndio maana Ebrania sura ya 13 mstari wa 8 anasema, neno la Mungu linasema Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele. Kwa nini nasema kwa Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele? Mungu wetu habadiliki. Sisi wanadamu ndio tunaomfanya Mungu awe kama anabadilika, lakini Mungu habadiliki. Yaani sisi wenyewe tu ndio tunaomfanya Mungu kama anabadilika, lakini Mungu habadiliki. Yule aliyewatumia Petro na Yohana miaka ile ndio huyo ambaye tunamwabudu siku hii ya leo. Hasa kwa nini? Yale ambayo wenzetu walioyafanya sisi leo hii hatuyafanya. Shida tunayo sisi wenyewe, shida iko kwa Mungu. Shida tunayo sisi, bado hatujafika kwenye vile viwango ambavyo Mungu anataka tufikie. Bado hatujampa Mungu nafasi ndani ya mioyo yetu. Lakini tukimpa nafasi, ana uwezo. Kwa sababu hii tena amesema katika neno lake, Bwana Yesu, haya ninafanyayo mimi, mtu akiniamini atafanya tena zaidi ya haya mimi ninavyofanya. Kwa hiyo kumbe sisi tuna uwezo wa kufanya zaidi ya vile Bwana Yesu alivyofanya, kama tutatembea katika kanuni zake, kama tutatembea katika sheria zake, kama tutampa Mungu nafasi. Kwa sababu yeye anachohitaji kwetu sisi ni nafasi tu, na kutembea katika sheria zake na kufanya sawa sana vile anavyotuamuru. Jamani, hana upendeleo. Mstari wa 3 tuko kwenye Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari wa 3. Mstari wa 3 anasema hivi: mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia.
sababu ya lile neno nililowaambia. Ametuambia neno lake gani sasa? Hapo mstari wa kwanza anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Anasema mimi nimekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Neno gani sasa nililotuambia? Sisi ni matawi, na kama sisi ni matawi lazima tukae juu ya nini? Ya mzabibu. Kwa maana nyingine, sisi lazima tuwe ndani ya Yesu na Yesu yu awe ndani mwetu. Sisi tukiwa ndani ya Yesu na yeye akiwa ndani mwetu, tuna uwezo wa kufanya lolote tunalotaka kulifanya kwa ajili ya utukufu wake. Tutaona ile mstari unaofuatia huko chini. Kwa hiyo anasema mimi nimekwisha kuwa safi kwa sababu ya nini nililowaambia. Ili tuwe safi ni lazima Bwana Yesu akae ndani mwetu na sisi tuwe ndani yake. Tukishampa nafasi, basi hatuwezi kwenda kinyume na yeye anavyotaka twende. Yeye atakuwa ndiye anayetuongoza, yeye ndiye atakayekuwa anatushauri, yeye ndiye atakayetufundisha jinsi ya kuenenda katika utumishi wetu, jinsi ya kuenenda katika huduma zetu, jinsi ya kufanya sawa sawa na vile anavyotuelekeza. Mstari wa 4 anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Tusipokaa ndani ya Yesu hatuwezi kumzalia Mungu wetu matunda. Na ndio maana nikatangulia kusema kuwa yeye akiwa ndani mwetu na sisi tukiwa ndani yetu, ndani yake tuna uwezo wa kufanya lolote lile tunalotaka. Siku moja nikasema kuwa wapo watu wako kanisani wanaona wokovu kama mzigo fulani, lakini wokovu sio mzigo. Tena Biblia inasema inatakiwa tufurahie wokovu, kwa sababu kwanza tumeupata kwa neema. Kitu ambacho tumepata kwa neema inatakiwa ukilinde sana. Ni wangapi ambao wameachwa kule nje hiyo neema waipata? Tena watu ambao wana elimu zao za dunia hii, lakini Mungu hakuwaona wale, ameniona mimi na wewe. Kwani tusikubali vile ambavyo Mungu anataka tuenende? Kwani tusikubali vile Mungu ambavyo anataka tuwe? Akajidhihirisha kwetu, akafanya mambo makubwa kwetu, mpaka kila mtu akashangaa. Kwa hiyo tunajifunza juu ya agizo kuu la Mungu alilotuitia. Agizo lake kuu, mzalia wa Mungu matunda. Hakuna kazi nyingine ambayo Mungu anatuitia. Na ndio maana nitatangulia kusema kuwa kila mmoja aliyemwamini Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha
yake Mungu ameweka huduma, ameweka karama ndani mwake. Yeye mwenyewe tu kutokujitambua, lakini kila mtu aliyoko mahali hapa kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani mwake. Rafiki, mstari wa 5 anasema hivi, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi, yakae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Anaendelea kututia moyo kuwa pasipo yeye sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Pasipo Mungu hatuwezi kusimama mbele ya watakatifu wa Mungu kama hivi. Bila Mungu hatuwezi kumwambia Mungu katika roho na kweli, bila kumpa yeye mwenyewe nafasi hatuwezi kuhubiri, bila yeye kumpa nafasi hatuwezi kuomba, bila kumpa Mungu nafasi hatuwezi. Yaani chochote kile ambacho kinamhusu Mungu, kama hatutampa nafasi hatuwezi. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tunamhitaji Mungu na Mungu anahitaji tumpe nafasi. Ndio maana katika Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20 anasema, mimi nitabisha hodi, mtu akinifungulia mlango nitaingia ndani mwake, na atakapoingia ndani mwako, anasema atafanya makao, atakaa pamoja na wewe mezani pako. Yaani kwenye hiyo huduma ambayo Mungu ameiweka ndani mwako, atafanya makao, atakula pamoja na wewe mezani pako. Yaani atakuelekeza, atakufundisha jinsi ya kusimama katika hiyo huduma ambayo Mungu ameiweka ndani mwako. Atakufundisha jinsi ya kufanya sawa sawa vile anavyotaka wewe ufanye. Lakini pale tutakapompa nafasi, ni pale tutakapomkaribisha, sababu yeye hatakuja kukulazimisha wewe, hatakuja kukushurutisha wewe. Anataka wewe mwenyewe tu umpe nafasi, uamue kutumiwa na wewe. Sio sisi tuliyomchagua, bali yeye aliyetuchagua sisi. Kwa hiyo kama yeye aliyetuchagua sisi, sisi si chochote. Anataka yeye tumpe nafasi afanye yale ambayo yeye mwenyewe anataka kuyafanya. Mstari wa 6 anasema hivi, mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Mfano mdogo, tununua mti hapo nje, lile tawi kama lisingekuwa kwenye lile shina la mti, lisingestawi, lisingekuwa na majani mabichi, ungelikuta lishafanyaje? Lishakauka, ungelikuta lishaanguka chini, kwa sababu lisingekuwa na ujasiri wa kuendelea kubaki kwenye ule mti. Ndivyo ilivyo hata sisi kama watoto wa Mungu. Tusipokaa au tusipokuwa
ndani ya Kristo tunafananishwa na tawi ambalo limekwisha kukatwa na kunyauka na kutupwa motoni. Ndio hapo sasa tunapata hasara badala ya kupata faida. Mstari wa 6 wa 7, mtu asipokaa ndani yangu, au nishausoma. Mstari wa 7 anasema hivi: ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtapewa. Tunaona hapa anasema sisi tukikaa ndani ya Yesu na maneno yake yakikaa ndani mwetu, ombeni lolote nanyi mtafanyaje? Mtapewa. Jumapili iliyopita nikasema neno la Mungu likikaa kwa wingi ndani yetu, hatuwezi kwenda kinyume na Mungu anavyotaka tuenende, kwa sababu hilo neno kwanza lina nguvu. Hilo neno kwanza linatupa ulinzi. Hilo neno la Mungu kwanza linatuneemesha. Kwa hiyo anasema yeye akiwa ndani mwetu na maneno yake akiwa ndani mwetu, tuna uwezo wa kuomba lolote na Mungu akafanya akatupatia haja ya mioyo yetu. Kwa hiyo tunapoomba saa nyingine kama hatuoni matokeo, ujue kumbe labda huyu Yesu sasa hayuko ndani mwetu, na haya maneno yake basi hayapo wapi? Ndani mwetu, kwa sababu hili neno lake. Na ndio maana mtoto anapokuwa wazi kwa mzazi wake, ana ujasiri wa kumwendea muda wowote na saa yoyote, wa kumwambia baba, nahitaji 1, 2, 3. Kwa sababu gani? Kwanza ni mwaminifu kwa baba yake, halafu ni mtii mbele za baba yake. Kwa hiyo anachotaka chochote kwa baba yake anaenda kwa ujasiri. Lakini yule ambaye hana ujasiri, ambaye hajakaa vizuri na baba yake, yeye mwenyewe huko kwanza anaanza kujiona, kwa nikifika kwa baba nitaanzia wapi? Hivi hivyo hata leo hii kwa watoto wa Mungu tunakosa ujasiri wa kumtumikia Mungu. Kwa sababu gani? Maisha yetu yenyewe haya ushuhuda, hayamtukuzi Mungu. Kwanza sio waaminifu mbele zake. Sasa huo ujasiri tutapata wapi? Ndio maana tunakuwa na wasiwasi, tunakuwa na mashaka. Na Biblia ishasema kuwa mtu mwenye mashaka anafananishwa na wimbi la baharini. Kwa hiyo tuwe makini sana. Ndio sana. Mstari wa 8 anasema hivi: hivyo utukufu wa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Yaani pale tunapomzalia Mungu matunda, Mungu wetu anatukuzwa, anajivunia, anasema kweli, pale na watoto wangu, pale chini na watoto wangu wanaofanya sawa sana vile ninavyoamuru kufanya. Yaani unapofanya sawa sana vile Mungu anavyokuelekeza, wewe unakuwa rafiki wa Mungu. Unakuwa rafiki wa Mungu. Mungu anajivunia kwako kama alivyojivunia kwa mtumishi wake Ayubu. Ayubu mimi nampenda sana anaposoma kitabu habari zake. Alikuwa na sifa mpaka Mungu akajivunia. Mpaka shetani mwenyewe alikuwa akimuona Ayubu tu akitembea, yeye mwenyewe anakimbia. Kabla hajamkaribia anakimbia, anajua kule ni moto wa kuotea mbali. Ndivyo ilivyo hata leo hii kwetu sisi watoto wa Mungu. Kama tutatembea katika kweli ya Mungu,
kama tutatembea sawa sana na mapenzi ya Mungu, shetani hatapata nafasi katika maisha yetu, hatapata nafasi katika utumishi wetu, hatapata nafasi katika huduma zetu. Kwa sababu gani? Atajua kuwa pale sio mahali pa kuchezea. Lakini haya yote hawezi kuja hivi hivi, mpaka tujitambue, mpaka kila mmoja wetu ajue wajibu wake Mungu aliyomtia mahali hapo. Ndipo haya yote yatatokea, ndipo Mungu wetu atajivunia kama alivyojivunia kwa mtumishi wake Ayubu. Sio kazi rahisi. Kuna gharama ambayo Ayubu alifanya mpaka Mungu ajivunie. Leo hii mtu na kila kitu, alafu baada muda mfupi tu kila kitu kinaondoka, alafu bado unaendelea kumtumainia Mungu. Unasema wewe Mungu, wewe ndio kila kitu kwangu mimi. Wala ubabaiki, kwa sababu hivi vyo Ayubu aliona vile vyote alikuwa navyo si chochote zaidi ya roho Mungu aliyokuwa naye. Ndio maana Mungu alijivunia kwake. Mtu jamani, hawezi kukupa jaribu ambayo wewe utaliweza. Yaani Mungu anapokupa mtihani, anajua kabisa mtihani huu ninaompa mwanangu ataushinda. Yusufu amekutana na mangapi? Na yote Mungu amemshindia. Kwa maana hiyo Mungu anajua kila mmoja wetu aliyoko mahali hapa. Kila mtihani ambao Mungu anakupa, anajua kabisa mwanangu huu ataushinda. Sio watu wanasimama madhabahuni, nguvu za Mungu zinaonekana kwao. Kuna gharama ambayo wameitoa. Sasa wewe unataka utumiwe na Mungu kirahisi rahisi. Mungu hayuko hivyo. Mungu sio babu yako, kwa hata ufanye nini Mungu ana uwezo wa kukutumia au kukutumia wewe. Kuna gharama, kuna hatua ambayo Mungu anataka aione umeichukua, ndipo atakapojidhihirisha kwako wewe. Ndipo atakapodhihirisha uwezo wake kwako. Lakini leo hii sisi watoto wa Mungu tunataka rahisi rahisi. Mungu hayuko hivyo. Usicheze na Mungu. Wako watu ambao Mungu anawatumia, lakini muangalia, uliza gharama anayoitoa kwa ajili ya kutafuta uso wa Mungu. Na wengine hapa hata masaa 12 tu kufunga hawezi. Hapa anasema anataka muone Mungu katika huduma yake. Utasikia tu kwa wenzako. Wewe kila ulipo unawaza kula, alafu unataka umuone Mungu. Hilo tumbo ndio Mungu wako. Mungu atusaidie sana. Muda wetu sio rafiki. Mstari ule wa 10 anasema, mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama mimi nilivyozishika amri za Baba yangu
Bwana Yesu tunamuona alipokuwa anatembea hapa duniani, matendo makuu ya Mungu aliyokuwa anayafanya ni kwa sababu gani? Alikuwa amezishika amri za Baba yake, alikuwa anatembea katika kanuni za Mungu. Kwa hiyo anasema na sisi tukizishika amri zake tuna uwezo wa kufanya mambo makubwa mpaka kila mtu akashangaa. Tuna uwezo wa kumdhihirisha Mungu katika utumishi wetu. Tuna uwezo wa kumdhihirisha Mungu katika huduma zetu. Tuna uwezo wa kumdhihirisha Mungu hata ndani ya kanisa letu kama tutazishika sheria za Mungu. Sio maneno yangu. Anasema mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Tukizishika sheria za Mungu na kukaa katika pendo lake, anasema furaha yake tutaiona. Na ndio maana nikatangulia kusema kwa wako watu kabisa ndani ya kanisa la Mungu wanaona wokovu ni mzigo, lakini wokovu sio mzigo. Ndio maana nikatangulia kusema kwa inatakiwa tumfurahie wokovu, kwa sababu kwanza tumeupata kwa neema. Sasa Mungu anasema mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu. Kwa hiyo kumbe kama hatuko kwenye pendo la Mungu, bado hatujazishika amri za Mungu. Amri za Mungu ndio za kuzishika. Bwana Yesu asifiwe. Muda wetu unaona maisha